Halo, karibu kwenye session yetu ya kujifunza kuhusu mambo ya maisha. Na leo nataka tutazame jambo moja la kuhusu vita kwenye maisha. Sasa katika hali ya kawaida ya kila mwanadamu kwenye maisha yake, kuna wakati atakutana na vita, atakutana na maadui. Sasa vita hivi au maadui hawa watakuwa katika maeneo tofauti tofauti, inategemea. Inawezekana maadui kwenye eneo la maono yako, maadui kwenye maeneo ya maendeleo yako, maadui kwenye ndoa yako, maadui kwenye biashara yako na sehemu zingine za kimaisha. Sasa jambo la msingi ni kwamba ni kuangalia namna gani unaweza kupigana na hivi vita. Na kuna wakati utahitajika usipigane kabisa hivi vita, ukaamua tu kutulia na kuendelea kufanya mambo yako. Na kama utachagua kutokupigana, jambo ambalo linalotakiwa hapa ni kwamba kuhakikisha kwamba wewe unatulia, upigani na adui yako. Unachokifanya wewe, unabadilika kwenye kile ambacho unakifanya. Na kwa bahati mbaya watu wengi wanakuwa wanakosea kwa kuamua kutaka kupambana moja kwa moja na maadui zao, badala ya wao kuamua kutaka kufanya zaidi au kwa ubora, kubadilika kwenye lile jambo ambalo adui analipambania, kwamba anatakiwa akifanye tu kwa ubora kiasi kwamba atamwacha nyuma yule adui, hata kuweza kufikia kwa pumzi hiyo, kiasi kwamba mwisho wa siku adui anaonekana kama vile hana madhara, yaani ataonekanika hakuwezi tena. Ni kama ni sasa na mtu ambaye mnaamua kukimbiza kwenye mbio, kwamba anakukimbiza, ukisha mzidi nani uwezo wa kukimbia, ina maana yeye hataweza tena kuanza kukufuatia nyuma, utamwacha mbali kabisa. Kwa hiyo hata hiyo vita itakuwa haina madhara tena kwako. Lakini pia hata kama utapigana, angalia utapiganaje. Usipigane tu moja kwa moja au kizembe kwa vita ambayo unakuta kumbe haina faida kwako. Kwa sababu tukumbuke kwamba kuna madhara yanatokanayo na vita hata kama utashinda. Na ukitaka kujua hili, naenda kamuulize bondia aliyetoka kushinda mpambano wa masumbwi. Kwa sababu naye hata kama kashinda, lakini kuna madhara atayapata. Kuna ngumi atakuwa alipigwa na yeye ambazo zimemletea majeraha ambayo itampasa aweze kugharimika kwenda hospitali tena kwenda kutibiwa. Kwa hiyo siku zote hata kama utashinda vita, kuna madhara yatokanayo na vita. Kwa hiyo kama ikiwezekana, chagua kutokupigana, na badala yake wewe chagua kubadilika, usipambane na adui yako. Kwa kubadilika utamfanya yeye aonekanike kwamba hana maana, anakuwa irrelevant tena kwako. Wewe unachokifanya, unasonga mbele kwenye lile jambo ambalo unalolipigania.